Wadau wa mazingira mkoani Mtwara wameiomba serikali, taasisi, wadau na jamii kwa ujumla kuweka juhudi za makusudi katika upandaji na usimamizi wa miti ili kuifanya miji kuwa ya kijani na kuepuka changamoto zitokanazo na mabadiliko ya tabia ya nchi. Hayo yamebainishwa katika kongamano la mazingira lililowakutanisha viongozi, watafiti, wadau na wananchi mkoani Mtwara, ikiwa lengo kubwa ni kutafuta njia za kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kongamano hilo limeandaliwa na taasisi isiyo ya kiserikali ya BDS Enterprises na kuwapa nafasi wadau kuangazia changamoto na njia za kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Changamoto ambazo tumeziangazia leo ni changamoto za aina tatu. Changamoto ya kwanza ikiwa ni fursa ambazo zipo ambazo zinatokana kwenye uchumi wa blue ambao tunasema coastal sustainable livelihood and coast development. Pia tumejihusisha na masuala ya uchumi wa blue, uchumi wa mzunguko, maana yake ni waste management and circular economy, lakini pia tumeangazia upande mwingine wa green urban ambao ni upandaji wa miti na kufanya mji wetu kuwa kijani. Haya yote tunayafanya kwa sababu tunaamini mji wetu unakuwa, lakini bila kuwa na mikakati madhubuti ya kuweza kukabiliana na hizi athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, tunajikuta tunaingia kwenye hatari zaidi wa maisha yetu, especially kiafya na pia mambo mengine. Sawa, lengo kubwa kwa kukutanisha wadau wote hao ni kuangalia namna gani tunaweza tukaja na mbinu rafiki na ambazo zitakuwa sustainable kwa mji wetu wa Mtwara. Hivyo basi kwa event ya leo ya siku ya kwanza na siku ya pili kesho, tunategemea kuwa na kuja na solution za ambazo zitakuwa endelevu, ambazo tunategemea vijana pamoja na wananchi ambao ni wataalamu wamekuja hapa. Tutatumia muda wetu kufanya huo kutafuta hizo mbinu na suluhisho kwa hizo changamoto. BDS kama taasisi ni kichochezi, ni catalyst. Faida zake ni kwamba wadau ambao wa kisekta ambao wanahusiana leo wako pamoja wakitafuta suluhisho ya changamoto pamoja. Hivyo uwepo wa taasisi mbalimbali, wadau mbalimbali utaongeza mafanikio ya mkoa wa Mtwara katika makabiliano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na kutumia mabadiliko ya tabia nchi kama fursa katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Kwa upande wao, baadhi ya wadau wamebainisha changamoto zinazofanya miji kutokuwa ya kijani katika upandaji wa miti, huku wakieleza njia zitakazotakiwa kufanywa ili kufikia lengo hilo. Ndio kwamba kuna changamoto nyingi sana juu ya kuifanya miji kuwa ya kijani kupitia kupanda miti. Moja ya changamoto ambayo tumeiona siku ya leo ni kwamba tunakosa wataalamu na watu kwenye jamii ambao wanakuwa na uelewa juu ya upandaji wa miti na usimamizi. Katika discussion zetu tumeona kwamba watu wamekuwa wakipanda miti, lakini mwisho wa siku hiyo miti imekuwa inakufa. Kwa nini imekuwa inakufa? Ni kwa sababu watu wanakosa utaalamu wa namna ya kupanda miti na hata kusimamia. Kwa hiyo pamoja na changamoto hiyo, lakini changamoto nyingine imekuwa ni upungufu wa fedha kwenye eneo la upandaji wa miti. Tunajua serikali inafanya kazi kubwa kwa kutoa fedha kwa ajili ya upandaji wa miti, lakini bado inakuwa haitoshi. Kwa mfano tumekuwa tunafanya kazi za kupanda miti, ndugu zetu TFS wamekuwa wanatoa miti, lakini na wenyewe wanatoa miti ambayo inakuwa haitoshezi kwa sababu fedha zinakuwa hazitoshi. Kwa hiyo changamoto nyingine ni fedha inakuwa haitoshi. Sasa nini kifanyike? Tumesema kwamba ili tuweze kuifanya miji yetu iwe ya kijani kupitia upandaji wa miti, ni lazima serikali iweke juhudi za makusudi kwa kushirikiana na taasisi binafsi pamoja na mtu mmoja mmoja kutenga fedha ya kutosha ili tuweze kupanda miti na kuifanya miji yetu iwe ya kijani. Hiyo ni moja, lakini mbili, tunahitaji kuwa na mafunzo ya kutosha, kuwa na wataalamu wenye uelewa wa kutosha kwenye masuala ya kupanda miti. Kwa sababu ili upande miti unajua upande mahali gani, lakini pia ujue aina ya udongo unaotakiwa. Miti hii inapandwa kwenye udongo wa aina gani ili inapopandwa sasa baadhi ya changamoto unakuwa umezipunguza, hiyo miti inaweza kukua na baadaye ikafanya miji yetu kuwa ya kijani. Kwa majina naitwa Salma Mwishaha Chato. Nafanya kazi chuo cha uvuvi FETA, kampasi ya Mtwara Mikindani, nikiwa ni mkufunzi wa ufugaji viumbe maji. Uchumi wa blue unachangia kwa kiasi kikubwa sana
kwenye kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Tukianza na mwani, mkulima wa mwani tunasema ni rafiki wa mazingira kwa sababu anapolima ekari moja ya mwani inasaidia kufyonza hewa ya ukaa, ile carbon dioxide, tani 5 mpaka tani 20 kwa mwaka. Sike kulima mwani kwa sababu unasaidia katika kupunguza mabadiliko ya tabia nchi, lakini mwani pia ni mazalia ya samaki, lakini samaki wengine wanaishi pale na samaki wengine wanacheza pale wakiwa wadogo, tunasema ni nursery area pia. Kwa hiyo naye kilimo cha mwani kinasaidia katika kuongeza wingi wa samaki baharini. Longa katika mfumo mzima wa kuishi juu ya mazingira, kila kitu kitakuwa hakiendi sawa. Na kuna ile slogan inayosema kwamba yatunze mazingira ili mazingira yakutunze. Umuhimu wa kuishi katika mazingira salama kwa sababu utabakia wewe salama, familia salama, utapata chakula salama, utapata hewa salama. Kila kitu ambacho utakifanya kwenye hayo mazingira ambayo umeyatunza yako salama na wewe utabakia kuwa katika hali salama. Mimi ni Rehema Mponda na hii ni Hello Media. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili mtu wa mwanzo kupata taarifa zetu.